Naam, ni wasaa habari za michezo na burudani, tukianza na habari za michezo kitaifa, ambapo tamasha la 4 la kitaifa la utamaduni 2026 limeanza kwa hamasa kubwa mkoani Morogoro, ambapo linafanyika kwa siku 5 kuanzia leo Agosti 25, likilenga kuhamasisha jamii kushiriki katika utamaduni na kuenzi utamaduni wa Tanzania. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu. Bonanza hilo limeanza kujumuisha mbio fupi pamoja na michezo mbalimbali ikiwemo riadha, kuvuta kamba, kutembea na yai kwenye kijiko na kutembea kwa magunia. Mgeni rasmi katika hatua za awali za ufunguzi, mstahiki meya wa manispaa ya Morogoro Khalid Matengo ameongoza bonanza hilo lililohudhuriwa pia na naibu katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Methusela Ntonda pamoja na mkurugenzi wa Idara ya Maendeleo ya Utamaduni Boniface Kadili. Washindi wa michezo hiyo wamekabidhiwa medali huku wakihamasishwa kuendelea kufanya mazoezi mara kwa mara kwa ajili ya kuimarisha afya. Awareness ya kukumbushana Watanzania tumetokea wapi na misingi yetu, lakini pia kutafuta fursa zilizo kwenye utamaduni huu. Kwenye utamaduni kuna sanaa, kwenye utamaduni kuna michezo, kwenye utamaduni kuna mambo mbalimbali. Moja kwa moja tunapata fursa za kuelimika kwa namna mbalimbali kutokana na washiriki watakaokuwepo hapa. Lakini pia tunategemea vijana wetu wapate fursa kwenye matamasha ya muziki wa asili. Wote mnakaribishwa na Watanzania wote kwa ujumla kuja kuenzi mila na desturi zetu wa Tanzania hapa katika mkoa wa Morogoro. Sisi tupo tayari tujivunie utamaduni wetu, tuenzi kwa maendeleo ya kiuchumi na ya mtu mmoja mmoja. Pamoja na michezo, washiriki wameendelea kuenzi utamaduni kupitia mavazi ya asili, vyakula na ngoma mbalimbali. Tuna vifaa, hii ni glasi kubwa ambayo imetumika kunywea ulanzi, lakini tuna mahindi ambayo yamelowekwa na kuoteshwa kwa maana kwamba yanatumika kutengeneza pombe za kienyeji inaitwa ugimbi. Haya matunda tumekuja ni matunda waliokula babu zetu. Kumbe ndio maana babu zetu walikuwa hawaugui UTI. Haya matunda ukila unasafisha damu na unasafisha kibofu cha mkojo, hautapata UTI na ni dawa ya mafua. Tupo hapa kama mkoa wa Dodoma fahari yetu. Kwa hiyo tumeleta maonyesho ya sanaa, vifaa, vyakula na ngoma pia. Wananchi wamekaribishwa kujitokeza kwa wingi kushiriki shughuli zinazoendelea hadi Agosti 29, huku tamasha hilo likitarajiwa kuendelea kutoa burudani na kuimarisha uelewa wa jamii kuhusu umuhimu wa kulinda na kuendeleza utamaduni wa Tanzania. Witness Ngalawa, Channel 10+. Asante Witness Ngalawa kwa taarifa hiyo. Kwenye tamasha la utamaduni mkoani Morogoro kuna hadi ugimbi, si mchezo. Taarifa nyingine ya kimichezo kutoka hapa nyumbani Tanzania ni kwamba mashabiki wa Simba wanataraji kuanza safari ya kuelekea Malawi kushuhudia mchezo wa hatua ya awali michuano ya klabu bingwa barani Afrika dhidi ya Mighty Wanderers ya nchini humo. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu Witness Matiku. Akizungumza na waandishi wa habari, afisa habari wa Simba Ahmed Ali ameeleza mipango na utaratibu wa mashabiki kusafiri kuelekea Malawi kutazama mchezo huo. Nauli ya kuelekea Malawi kwenda na kurudi itakuwa ni shilingi 200,000. Gharama halisi ya kwenda Lilongwe na kurudi ni zaidi ya 2.5 laki 3. Lakini tukasema tuwatoze watu wetu shilingi 200,000 tu, itakaopelea Simba Sports Club tutaongezea kupitia marafiki zetu, kupitia wadhamini mbalimbali ambao watajitokeza kuchangia safari yetu hii. Lengo letu ni kwamba tusiache mtu nyuma. Cha kumshukuru Mungu ni kwamba hakuna visa, lakini ni lazima uwe na passport. Kwa hiyo kama unataka kwenda Malawi, sharti la kwanza lazima uwe na passport. Kama hauna ile ya kitabu, basi anza mchakato wa kutafuta ile ya karatasi. Kitu kizuri ni kwamba Malawi unaweza kuingia na passport ya karatasi. Hatutampokea mtu yoyote ambaye hana passport. Kwa experience ambayo tumewahi kusafiri safari mbalimbali za kwenda nje ya nchi, kuna mtu anapanda gari hana passport, alafu akifika mpakani ndo anaanza kuleta ugaigai. Witness Matiku, Channel 10.
Bodi ya Filamu Tanzania imefanikisha safari ya mwigizaji wa Tanzania Salim Ahmed maarufu kama Gabo kuelekea nchini China kwa ajili ya mafunzo ya siku 14 ambayo ni sehemu ya ushirikiano baina ya Bodi ya Filamu Tanzania na serikali ya China katika mafunzo ya filamu. Akizungumza wakati wa kumwaga na kumkabidhi bendera mwigizaji Salim Ahmed, katibu mtendaji wa Bodi ya Filamu Tanzania Dr. Gervas Kasiga amesema safari hiyo ni sehemu ya ahadi zao kama Bodi ya Filamu kuendelea kuwapa nafasi wasanii wa filamu nchini kujifunza katika mataifa yaliyoendelea, huku shirikisho la filamu kupitia kwa rais na makamu wake wameeleza matarajio yao makubwa kwa mwigizaji Gabo. Kimsingi mafunzo haya ni yale yale yenye shabaha ile kubwa ya kuibadilisha tasnia yetu kwa tasnia ambayo inakwenda kimataifa, hususan kwa watu kupata mbinu za kuweza filamu ambazo filamu zinaweza kuuza utamaduni wetu, kuuza utalii wetu, lakini kuuza ile silika njema ya taifa letu Tanzania. Kwa hiyo kwetu Bodi ya Filamu ni fahari kwa kupeleka Gabo, na tumpeleki Gabo kwa sababu ni Gabo tu, ni kwa sababu ya kazi yake kubwa alifanya. Nitoe ahadi tu ambayo kitu nitachoenda kukifanya nitakuja kurudisha huku kwa vitendo, kwa sababu taaluma yetu ni taaluma ya vitendo zaidi kuliko kuzungumza. Tunashukuru kwamba tunazidi kwenda juu. Tulikuwa China wote pamoja, mimi na yeye, tumetengeza hizi fursa zote. Leo tunaenda tena wengine, maana tutaenda zaidi na zaidi na zaidi. Kubwa kuhakikisha kwamba wasanii wetu ukiaminiwa, basi hakikisha na wewe unajiamini. Nafasi ulionayo usichukulie ndogo. Nafasi ndogo inaweza kuleta mapinduzi makubwa. Peleka mtu ambaye atatuwakilisha vyema, na tunatarajia matokeo yatakayokuwa chanya katika tasnia, lakini hata kwa wale ambao watakuwa nao huko, tuna uhakika kabisa anaenda kuipeperusha vizuri sana bendera ya Tanzania. Timu ya Minyaa FC kutoka kata ya Kinyeto, halmashauri ya wilaya ya Singida imeandika historia kwa kutawaza kwa mabingwa wa kombe la diwani wa kata ya Kinyagigi Kitiku Cup 2026 baada ya kuicharaza Mang'ongo FC ya kata ya Meria mabao 4-2 katika mchezo uliopigwa kwenye uwanja wa shule ya msingi Kinyagigi. Taarifa zaidi na Jumbe Ismail Kiungo Mstaarabu. Mabingwa wa mashindano hayo, timu ya Minyaa FC walipata magoli hayo kunako dakika za 35, 52, 58 na 88, wakati magoli ya timu ya Mang'ongo FC yalipatikana kunako dakika ya 40 na 62, na ndipo baada ya mchezo huo kutamatika, hawa hapa makapteni wa timu. Kiufupi mimi nimepokea matokeo kwa uzuri tu, hamna shida, kwa sababu wapinzani wetu wamepata nafasi na kuzitumia. Nashukuru tumepata matokeo mazuri. Nahisi kwa upande wa pili nahisi ameumiza kidogo, ila kwa sisi nahisi ni tunalipa hongera. Mchezo tuliumiliki kwa kiasi kikubwa, tumepata nafasi ya makosa waliofanya wenzetu na tukapata matokeo. Michezo ni undugu, michezo ni urafiki, lakini michezo michezo ni ajira kubwa zaidi. Michezo ni ajira. Mimi naombeni wachezaji wote ambao walishiriki ligi hii, msio mnaona labda michezo ni kitu cha kawaida. Jitahidi kucheza vizuri, lakini kwa kujituma, lakini kwa nidhamu. Sio zile kadi za Simba zile, kila kicheza kadi nyekundu. Nikiripoti kutoka mkoani Singida, nimeona mchezo wako Kiungo Mstaarabu, Jumbe Ismail wa Channel 10. Haya, anasema kila mchezo kadi nyekundu. Ukisikia wekundu wa Msimbazi ujue hakuna cha kuwatofautisha na kadi nyekundu. Taarifa hiyo inatuwekea tu kwenye habari za michezo kitaifa, na sasa ni wasaa kuangaza yale ambayo yamejiri katika anga la kimataifa. Tuungane na msimulizi wetu. Kocha Xabi Alonso ameanza kipindi chake cha kuinoa Chelsea kwa ushindi wa kusisimua wa mabao 3-2 katika mchezo wa kwanza wa ligi kuu ya soka nchini England dhidi ya wapinzani wao wa jiji la London, klabu ya Fulham. Morgan Rogers aliyecheza mechi yake ya kwanza baada ya uhamisho wa rekodi ya klabu wa paundi milioni 117 kutoka Aston Villa wakati wa majira ya joto, alishirikiana vyema na Cole Palmer pamoja na Joao Pedro kuonyesha soka la kushambulia lenye madhara makubwa. Wote watatu kwa pamoja walifunga mabao 3, huku Palmer akionekana kurejea katika kiwango chake bora baada ya mwaka mgumu uliokwamishwa na majeraha, hali iliyosababisha kuachwa kwenye kikosi cha England kilichoshiriki kombe la dunia mwaka huu. Hata hivyo, upande wa pili kuna maswali yanayoibuka kuhusu kipa Robert Sanchez baada ya makosa mawili kuchangia mabao ya kufutia machozi ya Fulham yaliyofungwa na nyota Joshua King pamoja na kijana kinda Gonzalo Garcia. Kenny Marila, Channel 10 Michezo. Journalista Mario Fio kwa kutujuza habari za michezo.
katika anga la kimataifa. Nahitimisha na taarifa zilizobamba mtandaoni, ambapo dunia ya michezo imepata mshindani mpya asiye binadamu. Kwa undani wa taarifa hiyo na Witness Ngalawa. Kwa mara ya pili mashindano ya dunia ya robot yaani humanoidi yanafanyika Beijing nchini China, yakishirikisha timu 666 na roboti 2056 kutoka mataifa 16. Roboti hizo zinachuana katika michezo mbalimbali ikiwemo soka, riadha, ndondi na kung fu, huku mashindano hayo yakitumika kuonesha maendeleo mapya ya teknolojia na ubunifu wa kila taifa. Kwa watazamaji, hii si teknolojia pekee, bali pia ni burudani. Roboti zinaweza kuanguka, kugongana, kukosea hatua au kushindwa kutekeleza jambo fulani, lakini wakati huo huo zinaendelea kuonesha maendeleo makubwa yanayoweza kubadilisha namna tunavyoweza kufanya kazi na hata namna tunavyotazama michezo siku zijazo. Kwa kifupi, Beijing sasa si uwanja wa michezo pekee, bali pia ni uwanja wa ushindani na teknolojia, ambapo mataifa yanaonyesha uwezo wa bidhaa na roboti zao kwa dunia. Ni hayo tu katika mitandao kimataifa. Mimi ni Winga Teleza, Witness Ngalawa, na hii ni Channel 10+. Asante Winga Teleza, Witness Ngalawa, kwa kutujuza habari hiyo ambayo inatuhitimishia habari za michezo, lakini ndio mwisho wa habari ya kutwa nzima ya leo kutoka hapa Channel 10+. Mimi ni Eden Bahati, kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa habari hii, ikiwemo Witness Ngalawa pamoja na mchanganya picha wetu Edwin Komba, tuseme hatuna la ziada, ni kuache na utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji, karibu katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili usiku wa hii leo, ukiwasilishwa kwako nami Joakim Peter. Kwa usiku wa leo, hali ya ukavu na ubaridi inatarajiwa kuendelea katika maeneo mengi hapa nchini, na kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 9 katika mkoa wa Njombe. Kwa siku ya kesho, mifumo ya upepo inaonyesha kuwa upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ukanda wote wa pwani ya bahari ya Hindi. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Hali kama hiyo inatarajiwa pia katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa pamoja na ziwa Nyasa. Kwa siku ya kesho, katika mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, Pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine yaliyosalia katika nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Hadi kufikia hapo, kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania hatuna la ziada. Asante kwa kuwa nami na kwaheri.